Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Sister Consolata Cosmas Kilowoko. Natokea shirika la masista wa huruma wa Mtakatifu Vincent wa Paulo, Jimbo Katoliki Mbinga. Lakini kwa utume nafanyia Segerea, Parokia ya Roho Mtakatifu Segerea, Dar es Salaam. Basi nimefurahi sana kusali katika parokia hii teule ya parokia ya kuzaliwa Bikira Maria. Basi kwa Dominika hii ya 4 ya Pasaka, ni Dominika ya mchungaji mwema. Kwa kweli kwa wazazi wengine ni changamoto katika Dominika ya miito, huwa tunahamasisha wazazi ndio sosi ya miito mitakatifu. Yaani miito mitakatifu inatokana na ndoa, sakramenti ya ndoa. Bila ndoa hatuwezi kupata watawa, hatuwezi kupata mapadri, hatuwezi kupata viongozi wa serikali. Ndoa ndio kila kitu. Lakini utakuta wazazi wengine wanawazuia watoto wao wasiende utawani kwa sababu labda inawezekana wanataka hera au wanataka watoto wajukuu, wanaanza kufikiria mwanangu, labda kwa mfano mzazi mwingine amemzaa mtoto wa kiume pekee na yeye anahitaji ukoo uongezeke, familia iwe kubwa. Kwa hiyo utakuta anaanza kumbishia mtoto wake, pamoja na wito anajieleza, mimi ninajisikia kuwa padri, lakini mzazi anaanza kufikiria mbona mimi nina mtoto pekee, wewe tu wa kiume. Kwa hiyo anashindwa kumsaidia yule mtoto wake aweze kufikia lengo lake, bali anajaribu kumpeleka kwenye sehemu ya wito mwingine. Kwa hiyo tunachowaomba wazazi wawe tayari kuwasaidia watoto wanapojisikia wito mtakatifu, uwe wa upadri, uwe wito wa ndoa au uwe wito wa utawa, kusudi tuweze kupata miito mitakatifu katika kanisa na kanisa liweze kuendelea. Hata Yesu mwenyewe amesema mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana mavuno apeleke watendakazi katika shamba lake. Kwa hiyo tunahitaji katika kanisa watawa, mapadri, ili waweze kuendeleza kanisa na watu waweze kutakaswa kutokana na hao watu ambao wanafanya kazi za kimungu. Kwa hiyo tunachowaomba, wasisitiza kabisa wazazi walee watoto wao kwa maadili mazuri ya Kikristo ili watoto waweze kuitika wito mtakatifu na hatimaye waweze kufikia malengo yao. Tunamshukuru Mungu kwa kumpata Papa mpya, Papa Leo wa 14, ambaye Papa ni wa shirika la Mtakatifu Agustino. Huyu Papa kwa ujumla mwaka jana alikuja Tanzania, na kabla ya kuwa Papa alikuwa tayari kiongozi wa shirika hilo, na alikuja katika mashirika yake kuyatembelea Tanzania, Kenya na sehemu zinginepo. Kwa hiyo alizunguka kote kuangalia maendeleo ya mashirika jinsi yanavyoenda, shirika lao kama la Mtakatifu Agustino, kusudi aone changamoto na aone maendeleo ya shirika lao. Kwa hiyo inawezekana pia hata mwaka jana alivyokuja watu wengine walikaa na yule Papa na wale viongozi wengine wa mashirika hayo walikaa na Papa bila kujua kama ni Papa. Basi Mungu amemkirimia kwa mwaka huu kuwa kama Papa wa kanisa letu Katoliki. Kama Papa tuna imani kabisa amechaguliwa kwa Roho Mtakatifu, yani kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Maana yake tulisali sisi waumini na pia wale viongozi makardinali wetu ambao walimchagua Papa walisali kwa ajili ya kumwombea Papa mtakatifu aweze kutokea na aweze kutuongoza katika kanisa letu. Na hatimaye tunamshukuru Mungu tumempata kaka, tunajua Papa, tunajua kabisa moja kwa moja huyu Papa ameongozwa na Roho Mtakatifu na atatuongoza katika imani ya Kikristo na atatusaidia kiroho na kimwili ili kanisa liweze kusonga mbele na tuweze kuendelea vizuri, kuneemeka kwa uongozi wake. Ndiyo, katika utaratibu wa kiongozi kustaafu inawezekana, kwa mfano labda nitolee mfano mmoja. Kuna Papa mmoja ambaye marehemu apumzike kwa amani, Papa Benedikto wa 16. Alipoona umri wake umefika wa uzee, alistaafu mwenyewe kwa hiari. Alipoona sasa kwamba nguvu zangu siwezi kuendelea kufanya kazi kivile, naweza kufa mapema, akaomba kustaafu yeye mwenyewe. Kwa hiyo mapapa huwa wanaweza kuongoza mpaka wanapokuwa wazee, basi baadaye naomba mwenyewe kwamba naomba ni staafu kwa sababu tayari mimi ni mzee, nguvu zangu haziwezi kuendelea tena kuongoza kanisa.
Kwa hiyo kwa ujumla, manake mfano niliotolea kwa Papa Benedikto wa 16, wote tunafikiri tulikuwepo mwaka ule ambapo Papa Benedikto wa 16 ilikuwa mwaka 2013 kama sikosei, alipostaafu. Baadaye alichaguliwa huyu Papa Francisco, lakini aliona kabisa moja kwa moja hawezi kuongoza kwa sababu ya umri wake na afya yake kwa ujumla ilitetereka. Aliona bora astaafu kusudi aweze kuendelea kuishi kidogo kusogeza maisha mbele, lakini baadaye Mungu alimchukua akafariki na akachukua nafasi yake Papa Francis. Asante. Basi ninashukuru sana waumini kwa kunisikiliza na kwa haya yote ambayo nimejieleza. Basi tuzidi kuombea na kuombea mito mitakatifu, hasa leo Dominika ya 4 ya Pasaka, ambayo Dominika ya kuombea mito mitakatifu katika kanisa. Tuzidi kuwalea watoto wetu waumini kwa maadili mazuri ya Kikristo kama nilivyosema mwanzoni, ili tuweze kupata watawa wengi na mapade wengi katika kanisa, waweze kuliendeleza kuongoza roho za watu kiroho na kimwili. Basi niwatakie Jumapili njema ya mchungaji mwema. Tuendelee kuwa waamini wa Kristo wa Katoliki imara, ambao tumesimama katika imani yetu, kuilinda na kuitetea imani yetu. Asante na kwaherini. Asante.